So dakta kabisa, ni siku nyingine tulivu kweli Aprili 22. Bila shaka zilipita siku kadhaa hapa bila ya mimi na wewe kukutana. Basi nikukaribishe tena katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, kipengele cha kwanza kabisa cha Semavyo Magazeti. Tupitie sote kwa pamoja kwa kile ambacho kimejitokeza katika kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma kwa magazeti kadhaa ya hapa nchini kwa siku hii ya leo. Usisahau jina langu ni Ramadhani Mgwado, na moja kwa moja tuanze na gazeti la Habari Leo Afrika Mashariki. Habari kubwa limeandika kwamba dunia yamlilia Papa Francis, Samia aomboleza, aleza alivyoguswa maisha ya wengi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini pia bodaboda machingada wagomea maandamano haramu. Habari hii ipo katika ukurasa wa 22 pamoja na ile habari inayosema umri wa kuishi wanawake Tanzania wakifikia miaka 70. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Sasa tutazame gazeti hili katika kurasa za nyuma, ambapo huku ni maalum kabisa kwa ajili ya masuala ya mazima ya michezo na burudani. Lenyewe limeandika kwamba Yanga ya chanja mbuga. Ni kivipi? Habari hii utaipata katika ukurasa wa 23, kurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hili la Habari Leo Afrika Mashariki. Lakini pia Fadlu ajiamini kumaliza mechi ya Afrika Kusini. Habari hii pia inapatikana katika ukurasa huu wa mwisho, bila kusahau ile habari unasema Dr. Nchimbi awapa neno wasanii wa Injili. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa mwisho kabisa wa 23 wa gazeti hili la Habari Leo Afrika Mashariki. Tutazame gazeti lingine ambalo niko nalo hapa studio kwa siku hii ya leo, ambalo ni Nipashe Mwanga wa Jamii, na lenyewe habari kubwa limeandika kwamba kwa heri Papa Francis, Samia amlilia viongozi duniani watuma salamu za pole. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe. Lakini pia limeandika Yanga hii haikamatiki. Habari hii ipo katika ukurasa wa 24. Lakini pia habari nyingine iliyotokea hapa mbele imeandika kwamba Nchimbi awataka waimba Injili kwa kukumbusha wanasiasa umuhimu kuomba msamaha. Habari hii utapata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Katika kurasa za nyuma limeandika kwamba Yanga hii haikamatiki. Likivipi na kwa namna gani? Basi jipatie nakala yako, tafahamu ndani wa taarifa hii, bila kusahau ile taarifa ya Simba tutaunguruma South. Pia habari hii inapatikana katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la Nipashe. Lewandowski aleta wasiwasi Barcelona. Habari hii utapata katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti lingine kwa siku hii ya leo ni Majira, gazeti huru la kila siku. Lenyewe pia limeandika kwamba kifo cha Papa Francis chaliza dunia. Samia asema ameishi maisha kama mwalimu na kiongozi aliyefundisha na kuhimiza ustawi na maendeleo ya watu pamoja na kudumisha amani. Kwa undani wa habari hii jipatie nakala yako katika ukurasa wa 4, utaona undani wa habari hii. Lakini pia watu takriban 12,000 wahofiwa kuugua ugonjwa wa hemofilia nchini. Habari hii ipo katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Rais Dr. Samia aipeleka Tanzania nafasi ya pili vita dhidi ya rushwa. Nikiwa namna gani? Basi habari hii utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Tukitazama gazeti hili katika kurasa za nyuma mahususi kwa ajili ya michezo na burudani, limeandika kwamba Simba SC waahidi kutinga finali CAF Confederation Cup. Habari hii ipo katika ukurasa wa 24. Lakini pia Yanga SC yaipiga 4G Fountain Gate. Habari hii pia inapatikana katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Na gazeti lingine kwa siku hii ya leo ni gazeti la Uhuru, ukweli daima. Habari kubwa ni ile ya kwa heri Papa Francisco, na mwaka umeandikwa hapo 1936 mpaka 2025, takriban miaka 88. Dr. Nchimbi awasihi wanasiasa kuomba radhi wanapokosea. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Lakini pia Malesela aitabiria CCM ushindi wa kishindo. Pia habari hii tupate katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Tukitazama katika kurasa za nyuma wa gazeti hili limeandika kwamba ni vita ya Mzize ahwa. Bila shaka ni katika mbio za ufungaji bora. Habari hii utapata katika ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hili la Habari Leo. Limeandika kwamba jana Yanga ilicheza na Fountain Gate na kushinda mabao 4 kwa 0.
bila shaka litakuwa imetoa tathmini kuhusiana na mchezo huo wa jana. Basi tembelea gazeti hili la Uhuru kweli daima, utapata undani wa habari hiyo. Na gazeti lingine kwa siku hii ya leo ambalo niko nalo hapa ndani ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Lenyewe limeandika kwamba Papa Francis mwisho wa enzi, afariki dunia siku moja baada ya Pasaka. Rais Samia, viongozi duniani waomboleza kukumbuka kwa misimamo yake. Makadinali 7 watajwa kuvaa viatu vyake. Hivi ndivyo atakavyozikwa. Ni kwa namna gani? Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Lakini pia limeandika kwamba CAG abaini hatari uhifadhi dawa za asili, atoa angalizo. Habari hii ipo katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Pia 6 ajali ya ambulance Toyo Mafinga walivyoagwa. Habari hii tutapata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Na gazeti lingine kwa siku hii ya leo ni Mwanaspoti, kata kiu ya michezo na burudani. Gazeti hili ni mahususi kwa ajili ya masuala mazima ya kimichezo na burudani pekee na si vinginevyo. Lenyewe limeandika kwamba rekodi 3 za ushindi Yanga. Ni rekodi gani? Habari hii utapata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwanaspoti, kata kiu ya michezo na burudani. Lakini pia limeandika Fadlu agusia dakika 10 za kwanza Sauzi. Ni dakika za aina gani na ni kivipi? Habari hiyo utapata katika ukurasa wa 2. Lakini pia limeandika Mpanzu asisitiza Simba inacheza finali CAF. Habari hii pia unapata katika ukurasa wa 2. Upepo mbaya ya ndama Man United free kick tatizo JKT Tanzania. Habari zote hizo utazipata katika gazeti hili la Mwanaspoti, kata kiu ya michezo na burudani. Na mtazamaji, kufika hapo nimemaliza kutazama kile ambacho kimejitokeza katika kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma kwa magazeti kadhaa ya hapa nchini kwa siku hii ya leo. Sasa kabla sijatoka hapa studio, kwa haraka tu nikukumbushe baadhi ya magazeti ambayo nilikuwa nayo hapa studio kwa siku hii ya leo. Nilikuwa na gazeti la Mwanaspoti, kata kiu ya michezo na burudani, bila kusahau gazeti la Mwananchi Tanzania pamoja na lile gazeti la Uhuru ukweli daima, sambamba na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, bila kusahau gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii pamoja na gazeti la Habari Leo Afrika ya Mashariki. Mwisho wa magazeti ni Jahara sehemu ya kwanza. Asante kwa kuambatana nami, na sasa rasmi na kunja jamvi hili. Mimi ni Ramadhani Mgwadu. Uwe na wakati mwema.